Purchase your tracks today. Garbage out. Unachokiingiza wewe unahakika utakitoa pale kitakapohitajika kutolewa. Kwa hiyo ukiingiza takataka wewe unahakika utatoa takataka. Mshike mkono jirani yako afu niwaambie neno moja kwa sana. Mwambie jirani yako hauwezi kula miogo ukacheua mayai ya kuku wa kienyeji. Wewe unahakika kile ambacho unakila ndio utakachokitoa. Mshike tena mkono jirani yako. Mwambie hauwezi kula maharage ukacheua mahindi. The information you are taking in, be sure is the information you take out. Kwa hiyo kuwa makini unaingiza taarifa zipi. Daktari ili awe daktari anahitaji taarifa za daktari ili awe daktari. Taarifa ndio zinakufanya uwe kile kitu. Mimi napoongea kwangu sijui sheria, kwa hiyo nikienda mahakamani namhitaji mwanasheria ili anipe, kwa sababu ana taarifa za mahakama, anaweza kunitetea kwa sababu he has information. His power depends on information he has. So, you want to have power, find right information. Katika mahusiano, tafuta taarifa sahihi. Unakuwa kile unachokula. Ukila takataka, wewe una uhakika utatoa manini matakataka. A lot of us tunapenda kuwa kwenye majalala ya maisha. Mfano katika mahusiano, wewe information ulizosingiza ni bora tuachane, nimechoka mapenzi. Hivi kuachana ni solution ya mapenzi? Kuachana na dunia nzima. Hiyo ni it's a simple, hiyo ni kitu kimekuingia, it's an information you feed it in. Umeruhusu ingie. Ukatoka hapo ukaenda kwa mashosts wakakwambia wanaume wote mbwa. Utatuona wote mbwa. It's an information you have allowed in your life. Ukatoka ukaenda udaku Instagram ukakuta Diamond ampiga kibuti amsambulia. That's an information you have allowed in your life. Sasa subiri mahusiano yako yanachotokea hapo. Kwa baada ya kanda event huko ya how to succeed in your relationship, hayo wanaenda watu wachungaji walokole. Unakataa maarifa. Hiyo kandarasi hizi na ambazo zika transform your mindset. Unakataa. Unasema wewe kazi yako ni kuishi. I'm not against that. Lakini mmeona sasa taarifa zile nilizozingiza za bora tuachane. Ikitokea situation yoyote katika mahusiano, kichwa changu ni hisia zangu, boyfriend ama girlfriend wangu kanitenda. The second thing, maana hisia zangu zimeguswa, nimeumia. From there kinachofuata nia yangu inakwenda kutafuta solution gani kichwani. Inakuta umesema block, one friend, mchunie, achana naye. Hizo ni information ambazo zipo katika ubongo wako. Then kitu cha tatu, maamuzi. Ndio unafuata hapo, utablock ama utamchunia. Lakini kumbe there was a better way of solving that thing. Kile ambacho nilitamani kushare na nyinyi kuhusiana na hii mada ambayo tumepewa ya better me. I know everybody is better here. Everybody is better. Mjipigie makofi kabisa. Everyone is different. You are different. You are peculiar. Na topic yangu name actually iende tu hivyo better me. The better me. Sawa. Mnaweza mkaanza kuandika sasa. Nilikuwa tunajenga foundation juu ya taarifa. Umuhimu kwa nini tumekuja hapa? Tumekuja kupata taarifa sahihi ili tuzalishe matokeo sahihi katika nyanja mbalimbali za maisha. Kwa hiyo my topic, nitaongea Kiswahili, sio kwamba Kiingereza siwezi, lakini nitaongea kwa Kiswahili ili tuelewane vizuri. Leo nimesema naongea kama mwalimu, sio kama motivation speaker wala public speaker. Title yangu inasema kusudi, kutambua kusudi la kuzaliwa kwako, kusudi la Mungu kuzaliwa kwako. Kabla sijaanza nitawapa mfano. Alitengeneza kiti, alitengeneza specific ili kikaliwe, aliacha alama katika maisha. Hatumjui hata nani alitengenezaga kiti, lakini kuna kitu alikifanya.
Sasa this is kasheshe iliyopo sasa hivi. Niseme hii ni kasheshe iliyopo Afrika ambayo natamani kizazi changu isiwe hivyo. Mimi hapa napendaga sana kufungua soda kwa kutumia meno. Wangapi tunafanya hivyo? Tujipigie makofi. Wangapi tunafunguaga zile screw kwa kutumia visu? Zinafunguka nati ama zifunguki? Soda ukifungua na meno inafunguka ifunguki. Juzi bafuni kwangu ile sink la kufashi kwa imeharibika. Sasa kuna system inatoka juu, nikachukua zangu kiti secret, nikaacha bafuni, nikapanda juu, nikarekebisha. Yaani ilikuwa ni matumizi ya ngazi ila mimi nitumia kiti na fresh napata matokeo. Wengi tunatumia vijiko vya kulia. Vijiko vya kulia sima vifaa. Huwa tunatumia ngapi tunatumia vijiko hivyo kupata blueberry, mkate, siagi. Nadhani almost all of you. Lakini kijiko kisu cha mezani ndicho kilichotengenezwa kwa ajili ya kupaka mkate siagi. Lakini ukipaka na kijiko kinapaka hakipaki. My point here is kila muumbaji, every creator and every manufacturer anayo taswira ama anayo maono ya kile anachotaka kukitengeneza. Sawa? I'm trying to create concept ya kusudi. Kila manufacturer, kila mzalishaji, kila mtu anayetengeneza kitu anatengeneza ili kikatatue jambo fulani katika maisha. Kila mtu anayetengeneza kitu anatengeneza kiti anatengeneza ili kikaliwe jambo lingine tunatumia kama meza. Kila creator anapokuwa ana manufacture kitu anakitengeneza ili kiwe kitu fulani. Alitengeneza feni kwa sababu aliona kuna tatizo la joto akaamua kutengenezea feni. Alitengeneza meza, aliona watu wanabeba labda sahani mkononi, wanashika sahani mkononi, ngoja niweke meza. Kila mtu aliona kitu, alikuwa na purpose ya kile kitu alichokitengeneza. So, mshike mkono jirani yako. Na duniani kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao wamezaliwa, kuna watu wanaoishi kusudi la kuzaliwa kwao, na kuna watu ni watalii duniani. Muulize jirani yako, wewe ni mtalii au unaishi kusudi la kuzaliwa kwako? Hela unayolipo inategemea matatizo mangapi umetatua. Daktari unamlipa kwa sababu wewe hujui daktari, yeye ana purpose ya udaktari, unamlipa hela nyingi sana. Sikia daktari bingwa, levels pia za daktari zinatofautiana, lakini zinatofautiana kulingana na purpose. Purpose drives income. You can write that down. Sasa naanza kutoa nondo zangu. Sawa? Niliandaa nondo zangu za kushare. Hiyo tu ilikuwa ni kuna karatasi yangu sio. Naangalia zangu. Natoa hela sasa. Sawa, nondo zangu ziko hapa. Sasa tushare na hii siku ya leo na naamini hamtatoka kama nilikuwa tunawapa introduction ya kusudi. Nimesema duniani unaweza kuwa unaishi kusudi la kuzaliwa kwako ama unatalii. Na nimewapa mfano kuwa kila anayetengeneza kitu anakitengeneza ili kikatatue jambo fulani. Wewe jiulize, Mungu alipokuumba, Mungu is the creator. Alipokuumba wewe amekuumba ili ufanye kitu gani duniani? Na tumeangalia pia mifano ya vitu ambavyo watu wengi wanafanya. Mfano mimi amefoma bank au the head of digital marketing at Union. So I don't know anything about bank, but I get to work at the bank high position. But I once asked myself, where I want to do this? I'm not fitting there. Nafanya kwa mafanikio makubwa, everybody say like, wow, this is something. But where I want kufanya kitu kwa mafanikio haimaanishi ulizaliwa kukifanya kile kitu. You have to find the original plan. Ukiwa unajua original plan yako, huwezi kutumia msuli. Wengi tunatumia hata visu bondea labda msumari, wakati nyundo ukitumia kisu kule kwa nyuma bondea kitu. Fine, kitabonda but utatumia haso kubwa, lakini ukitumia nyundo it's just one hit.
mazingira yasibadilishe namna unavyofanya maamuzi, mazingira yasibadilishe namna unavyoishi, mazingira yasibadilishe chochote. Endelea kufanya na kwa wakati sahihi utayapata matokeo. Watu huwa wanaona matunda, hawajui juu ya matunda kuna mizizi. It's the right time ya kuweka mizizi na matunda watayaona watu one day. Thank you so much for listening. This is very special. From Akapela on Instagram, but to me, Ellis Brand. Actually, people know my nickname more still than my real name. Ellis Brand, ELLYS_Brand. I'm Elias Patrick. You can you'll get me there, and I would love to get the feedback from you. Na naamini mbegu niliyoipanda itawasaidia nyote. Tafuta taarifa sahihi ili uzalishe matokeo sahihi. Ukiwa na taarifa zisizo sahihi, uwe na hakika hautazalisha matokeo sahihi. Kakajiwa anatoa leo CD ni moja ya taarifa sahihi zitazokusaidia kuwa na mindset sahihi, na mwisho wa siku utafanya maamuzi sahihi katika nyanja ile ambayo ameelezea. God bless you and have good time. Wajua watu wengi kweli tunahangaika na kitu tunachokiona au tunavyoviona, lakini leo kaka ametufundisha kitu kizuri. Usihangaike kujua utalipwa nini, lakini hangaika kujua kusudi la kuzaliwa kwako. Mpigieni tena makofi kaka yetu Ellie Patrick. Yeah, amefanya kitu kizuri sana. Yeah, yanapendeza sana. Makofi tena kwa kaka yetu mpendwa. Yes. Mpigie makofi na wewe kwa kuja. Yes. Natumai ungekaa nyumbani usingepata mambo mazuri kama haya. Yeah. Oh yeah, DJ. Yes. Just to tendo zuri na la furaha zaidi. Vile ambavyo umeonekana wa thamani kushiriki katika tendo zuri hili la siku ya leo. Watu wapigie makofi tafadhali. Oh yeah. Maisha yana tofauti nyingi sana. Alafu ukijitazama, unajiona kama vile hujielewi. Hey brother, wewe nani tena bro? MC Fanano. Oh yeah. Oh yeah. Tukina wewe MC Fanano. The verse of 26 in the first day. Oh yeah. The shangwe ha. Ya shangwe lesha. Ngeukie mwanza kumwambia Fanano na shangwe lesha. Ya shangwe ha. Oh yeah. Yes. Unajua nini pacha? Unajua katika maisha tunapitia vitu vingi sana. Na katika vitu vingi ambavyo tunavipitia hakuna kitu pekee kama kuonekana wewe ni special. Unaelewa? Ngeukie jirani yako mwambie hakuna kitu kizuri kama kuonekana wewe ni special. Sasa leo umepata nafasi ya kuitwa the better you. Jipigie makofi tafadhali. Naona tumekaa sana. Na ni wakati mzuri tuchangamke kidogo kiasi. Naomba kila mmoja aweze kusimama. Naomba tuweze kusimama tafadhali. Kila mmoja naomba simama. Nyosha namna hii. After shake your hand like this. Wala sitaki utoke jasho. Wala sitaki umkanyage mwenzie. We do this. DJ. Yes. Yes. We do this for the Lord. I love to smile. Oh yes. We're keeping some of the smile. Yes. Shake your hand like this. To the one, two, to the light, one, two, to the left, one, two, to the light, one, two, to the left, one. He says I know who I am. Think of it. I think of colors. Jesus, the best you. Because it's love. Jesus. Lazima uondoke na CD moja ya mafunzo ukaijenge furaha kwenye nyumba yako. Ipige makofi kushiriki katika tukio zuri hili. Basi pasipo kupoteza wakati, naitwa MC Fanano Pacha. Jisikie uko nyumbani, jisikie katika mazingira rafiki kabisa. Napenda nimkaribishe Mr. Water kwa ajili ya kutuongozea tukio zuri kabisa la panel. Karibu sana Mr. Water. Yeye atatuongozea tukio hili zuri kwa muda mfupi. Naomba tupige makofi ya nguvu. Kaka amependeza, amepanga juu, yuko safi. Yeah, yana shangwe lesha. Oh yeah. Karibu sana bro. Asante sana. Mambos. Popoa kabisa. Kabisa. Mimi siwezi kama anapofanya Fanano Pacha, lakini nataka tufanye kitu kidogo tu. Tusimame kwa dakika chache tu wakati tunataka kufanya panel discussion. Kwa dakika chache tu. Yoko upande wa kulia, mshike mwenzako mabega. Bega kwa bega. Mikono yote begani. Bega kwa bega. Mabega. Thank you. Swahili na Junior.
Ukishika hivyo hivyo, afu ruka mbele kidogo mara 3. Pa pa pa. Geuka tena kulia. Kushoto. Kushoto, afu leta tena mbele mara 3. Rudi nyuma mara 3. Haya, tukaa. Naomba Ali Makota. Nakao mke wako alafu menta wako. Utajuta. Wengine anakupa tu kitu ndani alafu anakuambia hiyo ndio nakumenta sasa. Ali. Tukisema wizara, yani kiasi kujua kwa jina lakini wewe ni nani? Ali kwa majina yake anaitwa Ali Abdalla Makota. Kwa taaluma yake ni mwalimu professional. Kwa biashara yake Ali ni motivational speaker, transformational trainer, lakini pia ni mwandishi wa kitabu kinaitwa Nguvu ya Thubutu ya Mwaka wa Mwaka. Na pia kwa biashara yake zaidi ni mkurugenzi wa kampuni ya Mailo Africa ambayo inajihusisha na masuala ya training. Asante. Ukitaka kujua Alice ni nani, wanaofahamu na mimi nafahamu yote. Kwa kifupi, Alice ni mtu mwenye furaha na anapokuwa hana furaha anajitahidi kutafuta sababu ile njia inawezekana awe na furaha. So Alice is just a happy person. Lakini kwa majina naitwa Alice Prince Mchwa kama nilikuwa nimetambulisha mwanzoni. Kwa taaluma mimi ni mkaguzi, nafanya kazi kwa ofisi kwa zaidi ya miaka 7 na kitu tunachofanya kwa passion. Napenda sana. Ni uhamasishaji wa furaha na mtazamo chanya, mindset and what else? Asante. Yes, exactly. Alafu mwambie kana kwamba leo CD lazima nitanunua ili nikazidi kufurahi. Lakini kana kwamba kama baada ya utosi mwambie kana kwamba katika kufurahi kwangu lazima nihakikishe nilioacha nyumbani kwangu pia watafurahi kwa kupitia CD za leo. Aha. Basi naomba chukua nafasi. Asante sana. Yeah. Naomba wale watu ambao tumekaa kule nyuma tusogee mbele, tujaze viti vya mbele ili kuwasaidia watu watakaorejea wakuja waweze kupata nafasi. Naomba tusogee watu ambao tupo kule nyuma, tujaze viti vya mbele ili tuweze kupata nafasi nzuri zaidi. Yeah. Karibuni sana. Naomba mjisikie fahari kwa ambao unapokaa kiti katika kiti kizuri kama hichi kinakuonesha kana kwamba wewe pia umethaminika. Wewe nayo unaonekana. Brother amesema kuna Yes, hello. Ukisema hello nasema hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Yes, I'm so happy for your presence. They say. Nafurahi sana. Yeah, sio sema nini lakini nichukue nafasi hii kwa kushukuru High Table. Nikamwambia naandika vitabu. So la kwanza aliniuliza nakumbuka kwenye ile corridor. Akasema tell me first, how many books umesoma? Nikamtajia Think Big, cha Dr. Dan Schwartz. Akasema yes. Cha Ben Carson. Think Big Ben Carson, yes. Magic Think Big cha Schwartz. Vitabu kitaja mimi nasema nimesoma. Na kama kana naodia, maybe tunaongea. We are same language. Tupo katika same language. Nikasema natunga vitabu, akasema umelaunch kitabu gani? Any book which you launch? Nikasema sijafanya launching. Akaniambia you are supposed to launch your products. Today, the first day I launched my book, My Recipe. Na wazo lonipa sio mwaka jana ni 2016. 2010 safari ilikuwa nyepesi. Haikuwa nyepesi. Niseme kidogo kuhusu mimi Jiwa ni nani? Sio kidogo my life story kidogo. Tulikuwa tunaenda kwa package. Hatusemagi zote. Yes? Jiwa ni mtoto wa 3 katika familia ya watoto 5, mama mmoja baba mmoja. Jumla tupo 11. Yaani mama mmoja 5, mama mwingine 6. Tupo 11. Watu 11 hao waliosoma level chuo kikuu 11 hao ni mimi peke yangu. Kuna wengine darasa la 3, wengine la 4, wengine la 5, wengine form 4, division 4. Yes, kwa hiyo peke yangu.
na ni mtu ambaye tangu mdogo my dream was to help people. Nikitokea mtu akionewa hata kama hainihusu na narukia ugomvi na nunua ugomvi. Naingilia ugomvi. Kupiga siwezi, nitaongea. Tutakuwa jeuri, tutafukuzwa, lakini tumesolve. Kwa hiyo kanifanya mtu mbaya nyumbani, mama mkambo kunipenda. Kwa hiyo nakumbuka this story very sad. Kuna hichi wewe si mwanaume, umekuwa usile chakula changu. That was form 1. Niko form 1. Kwa natafuta pa kwenda kula kwa marafiki. Yaani wewe my friend, Ali rafiki yangu, mama yako ananipenda, basi mimi mama yangu pia. Kwa nakula kwa mama yake Ali, mama yake Emeni, mama yake John. You see like that. Maisha yamekwenda hivyo, nashukuru Mungu, it was very very funny, life imeenda vizuri. Haikuwa nyepesi. Namaliza form 6, namaliza form 4, hakuna hata graduation moja yenye picha na mzazi wangu, picha na kaka yangu, picha na mdogo wangu. All graduations niko peke yangu. So nobody even care kama amesoma, anasoma au kamaliza. Take that picture, ulikuwa nimeona nisikia. I remember my daddy amefariki 2011, niko Mwimbili namaliza, baba ndo anafariki. Nikasema maybe nikimaliza mshahara wa kwanza nimsaidie yeye. Yet anafariki hana shilingi 5 hajajiona. Mama anafariki kwa darasa la 5. Mama anafariki kwa darasa la 5. Kwa ni maisha fulani ambayo unatamani uyaone mama anakuona unasaidia watu. Labda anasema, "Oh, that is my son." Today una baba, una mama, una ndugu zako labda. But umekuwa na ndoto yako ndani yako. Sio Maybe today nitakupa na kuinspire. Basi nimekwenda huko nikapata kazi serikalini, lakini kwa sababu mimi sikupenda kuajiriwa, moyo wangu ni kusaidia. Kwa kama namfungia mtu ofisi, kwa sababu ya mimi nimesoma masuala ya afya, officers. Ndio yangu kwanza. Kwa hiyo nikifungia hoteli huyu hapa ili asifanye chochote, lakini huyu namfunga sababu ana pesa, namfungulia kwa sababu ana pesa, kanipa rushwa. Anafunguliwa huyu maskini namfungia. Nikasema for this no. This job not for me. Tufungiane wote au tusamehe wote. Nakuwa mtu mbaya sasa. Nakuwa mtu mbaya. Bwana atanichukia, wao atanichukia. Nikasema kazi not for me. Nikaacha. Nimeacha na mke wangu hapo na mke. But guess what? Unapoacha kazi na mshahara mzuri afu unaendeshwa, dereva mzee, bosi kijana mdogo afu unaacha kazi. Ulikuwa katika peak, unakwenda hata deep fall. Unakwenda kwenye ukoko wa chini wa sufuria. Unalipwa labda unalipwa 500 labda, utakwenda mpaka upate shilingi 50, upate na 000, okay? Are we together? Kutokea pale chini sasa nani ananipenda kwa dhati? Nani go ready to stay with me? Hakuna aliyependa kukaa na mimi. So the journey started again all over. Naanza. Brother, special kwa nzuri sana, happiness, okay? So this CD natoa leo ni CD ambazo zinakuonyesha kabisa furaha unaipataje. Nilikosa kila sehemu, nikasema I know how to get to be happy. Kwa ni sehemu fulani ya furaha ambayo mimi mwenyewe nimetengeneza na ni kweli nasema I'm happy. Kuna sehemu nyingine nikasema nijiunge na biashara za network marketing. Thanks God for this, and nifanye kampuni zote. Na kampuni ilifanya vizuri, nisikie vizuri ni Forever Living Products. Kama kuna mtu Forever Living Products nyosha mkono, please nyosha mkono tufahamiane. I used to do that business. Rosaid. Yeah, Kajiru, right? Kajiru, yes. Katipo Forever, nilikuwa namuona yule uncle. Asante, nashukuru. Yes. Imenifanya nijue public speaking skills. Ikanifanya niweze kuogopa kuongea na mtu. Ikanifundisha how to sell my products, how to sell my product. That opportunity ya Forever Living Product nikasema naifanya serious. Nikawa level assistant manager. Napata 1.5 million kwa mwezi. Kumbuka nimetokea zero, sina kitu. Lakini bado sikuwa na furaha. Naeleweka vizuri sijui It's not about money. Something deep inside. Happiness ni ever good inside ndio, lakini muda mfupi. Happiness ni long lasting. Mfano mzuri, chukua chocolate, unakula chocolate, tamu sio tamu? Chocolate tamu sio tamu? Ndizi ya kuiva tamu sio tamu? Utakula chocolate ngapi ili usema utamu sasa hivi umetosheka? Dada naomba majibu. Una chocolate hapo, ni box vitano vya chocolate. Ngapi nasema sasa utamu umetosha kwa leo?
Nitakula chache. Chache. Alafu utakuwa ndo tayari utamu ushakolea fresh. Utamu utakuwa haujaisha ila mimi nitakuwa nimetosheka. Anakuwa ametosheka kwa sababu ya ina kinai. Ukichukua ndizi ya kuiva, ukamenya, ukaila, tamu sio tamu? Utakula ndizi ngapi ukikompea na chocolate ili useme kama wow. Sasa ndizi utamu umetosha. Ndizi ngapi? Chief kama nani? Ni hivyo hivyo sawa na Chocolate pakiti 3, unakula 3 4 hapa. Ndizi ngapi? inategemeana hizi zinaweza kuwa 10. Sema ukweli. Hizi 10 labda. Huyo anasema uongo. Ndizi ukila ya kwanza, ya pili kama unaweza kushiba. Yaani unaweza kushiba hivi. 3 bwana zinatosha. Chocolate unapiga kwani waka. Kimeisha tena kama. Utakula kabati nzima, right? Unakula peke yako, lakini ndizi ukiwa chane 3 hapa za ndizi utakula 2 sema wala yanatosha. Why? Happiness ni kama ndizi kwa sababu ni long lasting. Unapata nutrients, unapata utamu na pia unashiba. Ndani yako una develop a lot. Not just sweetness. Una nutrients, unashiba, unapata virutubishi vingine. Hiyo ndio happiness. Pleasure and chocolate. Ukilamba unasikia tamu. Ikiisha lazima uweke nyingine tamu. Naweka nyingine. Chocolate haikufanyi uwe vizuri ndani yako, yaani kushiba kwa chocolate. Hamna nutrients katika biology, hakuna nutrients za chocolate ambao ni kwa kweli ni supportive to your cells. Umejipanga ngozi inakuwa nzuri na avocado gaza kile. Okay, kwa hiyo hamna benefit ya chocolate kwa sababu ni artificial things. Kwa hiyo ni pleasure. The same applies to money, pesa. Nikupa pesa sasa hivi Alice 100,000. Basi oh I'm happy. Kanipa 100,000. Wow. Namba 200. Yeah! Namba 300. Yes! Namba 500. Wow! Hata milioni 10 anapewa pleasure. Good phone ni pleasure. Wife kama atanipa nikimwona nitafurahi, kwako ni pleasure. Kwa sababu usipokuwepo utakuwa na huzuni. Pleasure yote ni from outside. AC I'm happy. Baridi. Pleasure. Wewe katika kitu gani? Twende nje. Temporary. But deep inside, mchakato, happiness ni mchakato kwamba you know your values, you know your passion, you know your talent. Mimi ndani yangu hapa, Irene, all brothers speakers hapa. Ukiongea na watu unasikiaje? How do you feel ukiongea na watu? Unasema kwa pamoja, very nice. Yaani hata kule utaongea. Brother, coach, how much money ndio wewe hapa? Kama nikumlipa huyu more than 5 million, 10 million kumlipa hadi hapa. Amekuja for free. Naye mwita for free. Hawezi kwa sababu gani? Hajajua passion yako wewe nini unafanya. Can you do for free? Mimi nafanya for free. I do teach other people because I love talking to people, helping them. This is my passion. So the more I do, the more happier I become. Because I know my passion. So, subiria mshahara naongezewe. Are we together? That's passion. Nyingine values. Watu gani wako ni very valuable? Labda familia. Mimi mama akifurahi, I do everything for my mom. Kuna mtu nani nyosha mkono? Mama yako ndio kila kitu, nyosha mkono. My mom is everything. Akifurahi, umeona sasa? Sasa hiyo ndio furaha. Utamfanya mama apate nyumba, yaani hata kama utakosa hela ya kula, my mom amepumzika. She's happy. So you never be happy unless you know your value. Okay? Ya tatu, talent. Na kipaji gani mimi? Kuchora. Sio kuchora tu. Unakinoa kile kipaji ili ukiamsha umeamsha kweli. Sasa the more people go, yeah, Diamond, Platinum. Wasikiaje? Yeah. Ni mkali zaidi yenu. How do you feel? Mimi ni mkali zaidi yenu. That's why you clap for me. Talent. Do you have talent? So, nashukuru wote tunazungumza. Happiness ni mchakato wa ndani yako, not from outside. So CD yetu ikitoa baadaye itaplay kidogo, itazungumzia mambo kwa urefu zaidi. Hadi takwimu za vifo duniani na masuala furaha. Okay? Are you together? Yes. Hasira ina nimeongelea pia hasira kwa sababu nilikasirika na nimdhuru mtu.
nakumbuka katika moja ya jambo alilofanya vibaya sana, nikajiona mimi stupid mwenyewe. Nilinunulia mtu simu, nilipokasirika nikaivunja simu. Kwa hiyo simu nimenunua mimi, kumnunulia yeye, alafu nikaivunja mimi, nikamnunulia tena nyingine ili tuwasiliane. Nani mjinga hapo? Nikasema hii ni very very small, yani kiwango cha chini cha ujinga, yani cha mwisho cha ujinga ni hichi chokifanya. Yaani hapa ndo sina kabisa ukoko wa akili sina. Nikakaa chini nikasema if ninavunja TV, navunja gari, navunja nini? Sina nakufanya. Kama hii simu nimevunja, nitavunja na internet TV, nitavunja na kingine. Mimi na matatizo. Mimi na nikasoma hasira. Nikajifunza hasira. Kwa sababu nimefahamu kwamba hasira inafanywaje. Na hasira ina shut off thinking brain. Ukiwa na hasira, thinking ina shut off. Kwa sababu emotional brain, mpigo moyo utabadilika, hormones zitaflow, utatenda kijinga kwa sababu no thinking. Vijana wengi wanasema hakuna ajira kwa sababu mna uoga sana. Nimesoma, sina kazi. Mpaka nipate kazi ndio kwa hiyo. Hujiamini na uoga kwa sitafanikiwa mpaka nipate mshahara. Because of fear ya ajira kwanza ndio kila kitu, ime shut off thinking and opportunities. The more you stay with fears, ndipo na uone fursa. Kwa pamoja, kila mtu anatoka kwenye mashida ndio anachukua kama mbele. Okay? Alafu nyingine nimezungumza na sisi yangu nimeongelea swala zima la maono ya jambo ya leo. Nyingine nimezungumza swala la mahusiano. Mahusiano urefu wa CD zima ni kama saa 1 dakika 45. Kwa hiyo mahusiano wachumba mpo? Wenye wachumba mnaodate nyosha mkono juu tujuane. Tafiri mko hoteli, mko washaji wawili, mmependeza, mmelipuka kwa ujumu kama yote, begi limejaa mizigo, sisi wa Nyamwezi. Fika pale tu wewe. Siku moja hoteli, siku ya pili matangazo mastinga sema. Watu wangapi? Na wote sio proper. Huyu mmoja tulimforce aje kwa sababu mantilie ashauza. Anaosha masufuria, mama huwezi jua kesho, mama ingia. Mmoja anasubiri muda unaenda tumpe nauli ya kuondoka. Kwa hiyo nikakaa chini nikasema sasa ukumbi uko empty. Just chairs. Je, nimwambie tukae discussion one on one? Ile kwa kwa nini hapo? Je, nifanye one on one nini? Tuleta napika malengo. Ile ukumbi. Tuko watu ngapi? Je, nikae naye chini tupige story, tuelekezane kwa kuchora au nisimame mbele? Ungefanyaje? Suppose we are being fine. Sasa bwana nisimama na ashumu kama watu wamejaa kila mtu na macho mtu. Umeelewa? Sasa huyo anaona kama anamkaribia. Akafanyaje? Akainuka bila kuaga. Akatoka. Akabaki nani? Nimekosea wapi mimi Mungu? Sasa niko mbele. Yule mmoja kabaki mmoja tena kama ndio kabisa asikumjia. Ndio anarudi hivyo. Ndio ukae sana nauli. Niko sababu ya nauli. Nikasema nimekosea mimi. Hawa exaudi. Tumekosea wapi? Basi sielewi. Au muda. Hamna. Tukasema mwanangu twende Singida, Iramba. Unapojua Iramba, Msigiri. Unapojua mimi ndo mara kwanza naenda kule. KNTC. Chuo cha Manesi. Oya arudi mtu. Tupate CC za forever tukaingia kule. Ndugu yangu, hamna guest hakuna nini. Watu na wanafunzi wamejeza sana tukasema wanafunzi hapa unashosha Manesi. Tuingie momo. Kwa lunch time sasa hivi tukiingia watu wengi kwenye meza tunakaa John kuna fursa. Watakusanyika. Tunapiga somo. Tukiitika bwana. Pesa imejaa hapa. Giza limeingia. Saa 1 saa 2. Naeleka vizuri. Hauna wakati utalala wapi kwa sababu utaona watu ni guest. Sasa tulanya huko. Tulanya huko. Utalala wapi? Huko mtoto tunaingia mjini leo. Mpaka mwisho katika watu wote kutoka Torino ndio tunapeleka hivi. Please clap for that. Piga makofi. Wale wanasema tunafanya biashara watu wawili au mbele. Tunasema hatulali huku. Tunatoka pesa nne usiku mpaka nafika Singida barabara kubwa saa 6 usiku. Hamna basi kuna nini? Tunafikaje Dodoma? Basi asa, mabasi ya nini ya mafuta, tankers. Baba tunaingia huko ndani. Tunakaa siku ya pili mpaka Dodoma. Take that spirit. Assume you are me. Jumapili hapo tuko kusini serikali. Jumatatu kusini kulala overnight.
So nadhani ikifanya niwe best speaker katika upande huu kujitahidi, nikasema lazima watu wengi tunakosea kuongea, tunamshoot mtu kama tunamwa. Umeelewa? Wewe unaongea na wewe unasikia? Sasa hiyo CD ukisikia unajua tunakosea wapi. Pitia kwa mwenyewe pia. Nitaplay kidogo. Nikaribishe my coach, my mentor. Maneno sio mengi sana lakini Mungu anajua how this man kama mimi alivyo. Nimejitahidi sana muda mrefu kuomba ushauri wake na iko very positive. Siku moja tu nakwambia kesho nimekuwa na watu unisaidie coach, lakini subiri kwanza. Sitamwambia, nimefanikisha. Kwa hiyo kwangu ni zaidi ya kila kitu. Naomba brother Anthony Luvanda, my coach, kama anapokuja tusimame kwa heshima yake. Yes. Karibu sana Mr. Anthony Luvanda. Yes, makofi kwa tafadhali. Yes, ongeza makofi mazuri sana. Yes. Asante sana. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Jiwa Hassan. Hayo ndio makofi unaweza piga kweli kwa mtu ambaye amefanya mambo yote hivi. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Asante sana. Naomba maketi. Huyu ni mtoto wangu kabisa. Ni mtoto wangu wa kumkuza na nilikuwa na watoto wawili. Wote nikawa na wakuza first born na second born. Sasa Jamani nawasalimia wote. Mnipungie mikono kama mnaniona. Nimefurahi jamani. Sasa dakika 4 kufaza. Sawa, kama zamani mazoezi. Basi okay, siku zilizopita nilikuwa nafikiria sana kuhusu kifo. Wangapi wanaogopa kufa? Wangapi wanaogopa kufa? Amuogopi Basi lakini kuna bwana mmoja alisema the tragedy of death, the tragedy of life is not death, but it is what you let die inside you while you are still living. Siku ile ukipata picha ukiwa kwenye deathbed, ukiwa kama unataka kukata roho, vitu vitapokuja sio mali ulizonazo wala pesa unayotafuta leo. Vitakuja vitu ambavyo uliacha kuvifanya wakati ulipaswa uvifanye. Vitakuja vitu, maamuzi ambayo unataka uyafanye na haukuyafanya. Kwa kama kuna kitu kiko pending leo, kakifanye. Because hakuna, siku hizi wanakufa watu wa aina mbalimbali, vijana, watoto kwa wazee. Siku hizi hamna ile formula. Zamani uko udogoni nilikuwa naona wazee. Siku hizi is no longer that way. Siku hizi unaona kijana, mara mtoto, mara unasikia, yani it is random nowadays. Kwa kama kuna kitu unataka kukifanya leo, kifanye leo. Kama kuna kitu utakiwa kukifanya jana ukifanya, basi leo kifanye. Kuna mtu unataka kumpigia simu, mpigie leo upatane naye. Lakini kadri muda ulivyoenda, watu waliabuse ile power waliokuwa nayo. Binadamu waliabuse ile power waliokuwa nayo. Kwa hiyo baada ya kuabuse ile power wakakaa vikao, wakaona hapana, mwanadamu hatuwezi kumpa nguvu yote hii. Anaitumia vibaya. Umeona bwana? Kwa hiyo wakaitana kama council, kama wafanya maamuzi, wakawa wanaamua hii nguvu alionayo mwanadamu ifichwe wapi, waiweke wapi ili asiweze kuiona. Umeona? Walivyokaa mshauri wa kwanza akasema tuiweke juu ya milima. Watu wakasema hapana, haiwezekani. Mwanadamu ana akili sana, atapanda juu ya milima, ataitafuta. Wengine wakasema tuiweke chini ya bahari. Wakasema hapana, atadive, ataswim, ataifikia ile nguvu. Wengine wakasema tuchimbe tuiweke chini ya ardhi. Lakini mwingine akasema hapana, hata huko bado mwanadamu ataitafuta na ataipata. Umeona? Basi baada ya kudebate sana, bwana mmoja, Mungu mwenyewe akasema, mimi najua pa kuificha. Nguvu hii nitaificha ndani ya mioyo yao. Kule hakuna mtu anaweza akafikiria akaiangalie. Na ni kweli, nguvu unayo, lakini leo huwezi kufanya kitu mpaka fulani akwambie kafanya. Kwa nini? Umesahau nguvu yako. Na ninasema aliyeificha kule alikuwa na akili sana, kwa sababu wanaoitambua ndio wanaoongoza ulimwengu. Mbarikiwe sana.
Wakina mama nilijua mtapiga makofi zaidi. Wanawake, wapi makofi tafadhali? Wote sasa kwa pamoja, wanawake na wanaume. Amejitahidi. Mmeelewa alichoongea? Ndio hapana? Asante. Mimi nianze kwa kwanza kumpongeza Hassan kwa sababu becoming who you are is not an easy thing. If it was an easy thing, then everyone would have become who or she was supposed to become. Na mwanzo siku zote unakuwaga mgumu. Na ndio maana watu wa zamani wanaitwa wahenga. Sijajua wahenga ni wakina nani, lakini naambiwa wahenga wanasema mwanzo ni nini? Lakini kumbuka, si kama unakuwa unakumbuka, kama ukumbuki kamuulize mama yako kama yupo, lakini kwamba siku unaanza kutembea ulianguka sana. Na inawezekana ulipokuwa unataka kufanya temptations za kutembea ulikuwa unaona kama dunia vile imelemea upande mmoja, kwa hiyo ulikuwa unatembea na miguu minne. That's how you started. You crawled. Ulitambaa. Baadaye ukanyanyuka. Unatembea kidogo hatua mbili umedondoka. Lakini saizi unaweza hata ukakimbia. So everything is hard before it is easy. Chochote unachokiona unakifanya ni kigumu. Na wewe unataka kiwe rahisi sasa hivi. Endelea kukomaa, hebu sema komaa. Komaa mpaka kitakuwa rahisi. Sasa hivi unaweza kaongea, lakini ulipoanza kuongea haikuwa hivyo. Maji ulikuwa unaita mama. Unachanganya vitu tu. Watu wote wanawaita mama kwa sababu ndio aliko karibu na wewe. Lakini sasa hivi unaweza kutengeneza maneno yakaeleweka mpaka ukatuma na emoji zile za hivi. Ukiwa unamaanisha kwamba una communicate aibu. Umekuwa mtaalamu wa kuongea, si ndio? Muulize Walter kijana wangu huyu, tulipoanza safari ya kuinspire watu tukasema tunaandaa event kubwa Mwanza, and I paid for everything. I paid for the transport, I paid for the venue, I paid for everything. Tulikuwa tunataka watu 1000. Sponsor wetu mmoja wapo alikuwa Coca-Cola. Kwa akatuletea pia vinywaji vya watu 1000. Guess how many people came? Hata 50 hawakufika. Meneja wa Coca-Cola kanda ya Ziwa ananiuliza, "Sasa Luvanda, wale 1000 waliosema unawaleta ukumbini wako wapi?" Nikamwambia, "Bro, acha tu, Mungu tu anajua." But you see, we never given up at that particular time. Hatukuacha, hatukata tamaa. We all want good life, which is a good thing. Good life, kama Irene alivyosema, iko ndani ya moyo wako, iko ndani ya maisha yako. Mwenyezi Mungu, kila mtu aliyemuumba hapa, as long as amekuruhusu uje duniani, amekuwekea hayo maisha ndani yako. Sasa unachotakiwa kufanya ni kugundua kilichoko ndani yako ili uweze kukimanifest kwa watu wengine. And that's where the biggest problem we have. Nitakupa. Every seed carries the capacity of greatness within itself. Kwa Kizaramo, kila mbegu imebeba uwezo wa ukuu ndani yake. Inachohitaji ni mazingira sahihi. Nitakupa mfano. Mahindi au hindi, punje ya hindi imebeba uwezo wa kujizalisha mahindi mengi yenyewe. Inachohitajika ni mazingira. Punje ya mahindi ukiweka hapa, baada ya miaka 1000 utaikuta imekaa hapa bado. It will produce nothing and it will see itself kama iko yenyewe. Lakini ukichukua punje ya mahindi ukaiweka katika udongo, ukaimwagilia, jua likapiga pale, ile punje ya mahindi itakuwa. Na ikishakuwa inafanya nini? Inazaa. Na ikizaa haizai punje moja, inazaa punje nyingi. We celebrate about other people. When are we going to celebrate you?
Lini wewe watakuita star sasa? Wewe kila siku ameachana au bado? Sasa anamdate nani sasa hivi? Umesikia hiyo nyimbo iliyotoka? Ngoja nikusikilizishe. Umesikia na fulani, umesikia, eti nasikia. Huyo Hassan huyo usimuone hivyo ana hiki. Basi na una taarifa za watu wengi. Za kwako unazo sasa. Muulize jirani yako, za kwako unazijua? Kuna platform ya kubadilisha value ulionayo na dunia ili uweze kuwa na maisha ambayo yako sahihi. Ukigundua thamani ulionayo, utabaki jinsi ulivyo. Uko ulivyo kwa sababu hujui thamani ulionayo. Badiliko kwenye maisha yako. Kama ndivyo napenda kusikia makofi na vigelegele kwa wana. Oh yeah. Together we are MC Fanano Pacha. The voice of twin singer Vasquez. Oh yeah. Ya Fanano na shangwe na shangwe lesha. Sema na Fanano na shangwe lesha. Oh yeah. Inapendeza sana. Yes. Basi kupoteza wakati, ni muda mwingine mzuri ambapo tuna supplies. Tunaambia tuna supplies. Mwambie jirani yako mwambie kuna supplies. Aha. Karibu sana Mr. Surprise. I mean Mr. Romantic. Yeye huyu bwana na kitu chake fulani. Alikuwa anasubiriwa kwa muda mrefu. Lakini kafika akasema lazima mimi nionyeshe kwangu. Makofi kwake. Karibu sana. Aha, karibu. Oh yeah. Welcome. Habari zenu, na waheshimu kwa upekee sana na ni heshima kubwa kuwepo hapa. Hamna kitu kigumu kama kuwa inspiration speaker. Yaani ukianza tunaanza itifaki mzigati. So kwa majina halisi naitwa Nasri na jina la kisanii naitwa Mr. Romantic. Nafanya poetry. Kwa hiyo mimi nimejitambua kwenye poetry kama nilivyosema bwana. Huko ndio sehemu ambayo ninaamini siku moja I will make a poetry somewhere for Tanzania na outside Tanzania. That's what I believe. So, tuachane na hizi story. Nitafanya piece moja inaitwa My Crush. Ni shairi linaitwa My Crush. Unataka nielezee nini sasa? Na hili shairi linasema kama ifuatavyo. Mistari nipotea. Okay. Hii shairi linasema kama ifuatavyo. Chakula yake ni alevo za twiga na mie ni mbuzi, nitampataje? Lunchi na dina zake ni za mabaga na mapiza. Mie ni wali moko, ugali na maharage. Si hapandi Bombardier. Yeye wa Fly Emirates. Kwenda kwa Jiga na Visa. Ila mimi wa vipanya vyongo vituka, peku nimepauka, utafikiri wa Hadzabe. Shopping zake ni kwenye big malls na chenche anabakiza. Mie mifuko yangu ina big holes, kokota hela ni miujiza. So shopping zangu zinabaki kuwa Tandale kwenye ardhi ya Kambarani. You see, I understand it is a one time thing. Ila lips zake ni tamu zaidi ya sharubati ya Mark Juice ama Jerry. Tumetoka dunia mbili tofauti. Mimi napenda maembe, mwenzangu ni wa straw. Anaposema nataka kwenda beach, ana means kwenda kwenye fuko kubwa like Rio de Janeiro ama Copacabana, ila me beach means kwenda ferry. She gets used to cars, Ubers or something. Ila mimi kwa daladala, mangoko yote heri. You see, kinachonipa maswali ni huu uchumi wangu wa ugali na mchunga. Maana serikali imepandisha kodi ya mawigi. Kwa nywele yake nanunua viroba viwili vya sukari, kilo 10 za ngano, sufuria la madede na debe la mpunga. Uimanzi Mungu hakumuumba kusema achukue udongo tu kuungaunga. Uimanzi ni mithili ya shairi tamu la Shaban Robert lililotungwa. Akipita kando yako utapiga tu mruzi, maana hata ndimi zitakusaliti kufunga. Si sura yake inaweza shawishi al-Shababu ache kupigana vita. Akiongea utapata tabu, waweza hisi anakuita na akicheka anaifanya serikali samehe madeni na mikopo ya wanachuo.
Na ikitokea siku akamponyeza Bwana Ali, basi Alikiba atatoa nyimbo 3 kwa mkupuo. Si ana macho malegevu yanawalainisha ababe na nyusi za kuvutia. So I wish serikali ingemtumia kwa negotiate mikataba ya fursa. Yaani hata raia wa Zimbabwe angejua hili, basi wangetumia tabasamu lake kumlainisha Mugabe. Ndio tunasema fajallahu ba'da usri yusra. So mimi natamani nimpe nusra, ila sijui ni mtume rafiki yake Yusra, but her beauty. Her beauty is beyond explanation. It's like she came from another planet or parallel dimension. She doesn't make catwalk, but she can take your attention. You see, Manzi ni mahiri. Because she knows what to talk and when to talk. I think the choice of her word defined the term natural selection. But my intention were clear. That lady, I want her now and I want her here. You see, nilitamani kumwambia kwamba binti Minda yule dereva nijue kutiagia sawia, but sikumwambia. Sababu majengo pacha ya Dubai, zege ya majengo pacha ya Dubai likaa kwenye mdomo wangu. So application na maneno matamu ika crash. Sasa sijui ilikuwa ni uoga wangu au nilikuwa sahihi, pengine nilihofia ataniona trash, like maombi yangu akaya flash, but huyu Manzi mimi nampenda because she is my crush. She crushed my soul and everything that I stand for. I loved her yesterday. I loved her today and I promise to love her tomorrow like I've never loved a woman before. So kama kuna mtu ndani anayekufanya ujihisi or feel the same kama ninavyojihisi mimi, you better tell her. Because hizi ni nyakati za mashaka na time might not let her. Umvute na mwambie kwamba haijalishi dunia nzima itakuwa imekutenga, I will be there for you. Because wewe binti, mimi nakupenda kuliko neno lenyewe, I love you. So that's my business. Yes. Aha. Yes. Ongeza makofi mwingine na nguvu. Yeah. Asante sana. Yes. Kitu pekee ambacho naweza kusema ni kwamba sote tumekuja kwa sababu ya brother, na let's support him as the way we can. Tunafanya kwa sababu tunaamini siku moja tutafika pale. Hamna kitu kizuri kama mwisho wa siku mwenzako anafika anapotaka kufika na kujua kwamba wewe umechangia kwa asilimia fulani uwepo wake. So that's all. Asante sana. Asante sana bro. Oh yeah. Iko ni kitu kipai. Yeah. Tunaambiwa